Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu katika kipindi cha usichokijua, na hii ni Kasako Media. Moja ya historia ambayo imeishi miaka duniani ni ya Adam na Hawa, maisha yao katika bustani ya Eden mpaka pale walipokula tunda na mambo kuharibika. Imani mbalimbali inazungumzia mti wa uzima na mti wa mauti, yaani mti unaomfanya mwanadamu aishi tena na tena, na mti ambao ni chanzo cha mauti duniani, ama mti uletao kifo. Watu wengi wamejiuliza kuhusiana na miti haya, ila bila mafanikio. Usichokijua ni kwamba yapo miti miwili duniani ambao mti mmoja una uwezo wa kuamsha mtu ambaye amefariki, na mti mwingine ambao una uwezo wa kuua mtu kabisa, yaani kama mti wa uzima na mti wa mauti. Fuatilia video hii upate kujua mazito kuhusiana na miti haya, na usisahau kujiunga na chaneli yetu ya Kasako Media kwa habari zaidi. Mti wa kwanza unaitwa Zombia antillarum. Huko Jamhuri ya Dominika na Haiti kwenye kisiwa cha Hispaniola, upo mtende unaofahamika kama Zombia antillarum. Mtende huu unafahamika na wataalamu kama mmea pekee mshiriki wa jenasi ya Zombia. Mti huu unashikilia maajabu mengi sana. Muonekano wake wa tofauti kwa kujaa miba mirefu inayofanya wanyama wasiutumie kama kivuli, na watu kutokusogelea bila kukosa makini, watia watu kwenye attention kubwa inapokuwa swala la kukaribia. Vilevile mti huu unapokuwa kando ya nyumba ama majani yake yakiambatanishwa na nyumba yako, huwa na uwezo ya kufukuza misukule na hata roho za watu waliofariki inayotumwa kukuzuru. Hivyo wataalamu wa etnobotania husema kwamba mvuto wa mchikichi huu upo katika uhusiano zaidi na utajiri wa nguvu za voodoo wa visiwa vya huko Haiti. Kulingana na chanzo cha kietnografia, watu wa Gros Moa huko Haiti wanaamini kwamba mafuta yanayotokana na mbegu ya matunda ya mchikichi huo yanaweza kutumika kuamsha aliyekuwa katika hatua ya kufa kabisa, ama kurudisha hisia zote tano za ufahamu kwa msukule na akawa vizuri kama mtu wa kawaida. Kinachotuponza kwenye utajiri wa mchikichi huu ni ukosefu wa maarifa, maana fursa ya kuishi milele imejificha kwenye mchikichi huu. Katika imani ya kivodu huko Haiti, unaambiwa kikubwa ni kujua tambiko linalotumiwa ili kurudisha nafsi hiyo kwenye uhai mara nyingine. Sasa fikiria tambiko hili litangazwe duniani, watu wote walifahamu. Hapo ndo utapata jibu kuwa mti huu ungepewa jina rasmi la mti wa uzima, na sio tu Zombia antillarum kwa fikra za kuamsha zombi pekee. Hivyo ni wazi kuwa tambiko la mti huu mwanadamu unapolijua, una uwezo wa kuamsha mtu aliyekufa ama kurudisha msukule katika hali nzuri. Mti wa pili ni mti ujulikanao kwa jina la mti wa kifo ama Manzanilla. Mbali na mti wa uzima, kuna mti uitwao Manzanilla ambao huchukuliwa kama mti hatari zaidi duniani. Mti huu ni sumu iliyo hai, yaani majani yake ni sumu, matunda yake na maganda ya mti huo ni sumu, na baya zaidi ni utomvu wake ambao ndio na kiasi kikubwa cha sumu. Mti huu unapatikana kwenye ufuko wa mchanga, fuo na maeneo ya kitropiki Marekani na kaskazini mwa Marekani ya kusini. Mnamo karne ya 16, wagunduzi wa Hispania waliwasili kwenye kisiwa kimoja baada ya kupigwa na upepo majini, wakauona mti huu. Njaa kali tumboni na wenye kupoteza matumaini, wakaona mti huu ukiwa na matunda kabisa inayovutia, wakaamini wamepata zawadi toka mbinguni. Ila furaha yao iligeuka kuwa maumivu pale walipotia matunda ya mti huu kinywani, ambao walipenda kuyaita matunda ya Adam.
na hapo aligundua mtego wa kifo ambao mti huu unashikilia, hivyo wakauita jina la Arbol de la Muerte, yaani mti wa kifo kwa Kiswahili. Matunda ya mti huu uliwatesa waliotumia vikali sana. Ama kweli sio kila king'aacho ni dhahabu. Balaa ya mti wa kifo ni kwamba utomvu wake unapogusa ngozi ya binadamu unasababisha kuungua kwenye ngozi na malengelenge. Mvua inyeshapo, ukikaa chini ya mti huu utapata madhara makubwa sana. Na katika vipindi mbalimbali, watu wa vijiji walifunga wafungwa wao kwenye shina la mti wakati wa mvua. Maji yakimiminika kwenye majani na gome yalichukua utomvu huo unaounguza, na wale wenye shida walikufa polepole, ngozi ikiungua kwa kemikali ya utomvu wake. Na utomvu wake pia ulitumika kama sumu kwenye mishale ya kivita ili kuangamiza adui kwa uharaka zaidi. Kitu kingine ni kwamba matunda yake na sumu kali sana. Mtu anapoyala huanza kuungua mdomo moto, kuvimbisha koo hadi kumsonga mtu na kumwangamiza kabisa endapo mtu yule atakosa uangalizi wa kimatibabu. Hata leo kwenye fuo za Martinique na Guadeloupe, mti wa kifo huzungushwa pete ya rangi nyekundu au huwekewa ubao wa taifa ili kutoa tahadhari ya kutokaribia ama kutumia kwa chochote. Maana tumalizie kusema kuwa mti huu hata ukiuchukua kama kuni, moshi wake pia hubeba sumu kali na kuzuru watu. Yaani mti wa kifo ni kifo kilicho hai. Hebu kaa na kufikiria kuhusiana na miti haya mawili ambayo inashikilia maajabu kama miti miwili inayoongelewa kwenye historia mbalimbali za maandishi ya kidini. Je, unahisi miti haya ndo miti yale ambayo yanaongelewa? Ili kupata mengi zaidi, jiunge na chaneli yetu ya Kasako Media na kufuatilia vipindi vyako pendwa vya Usichokijua. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.